Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena, tofauti na hapa Tanzania. Wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza. Bwana, shabiki wa Harmonize Konde Boy anayefahamika kwa jina la Abi Kubanga, na yeye pia amekuja kutoa maoni yake akiwa yuko sambamba kabisa na Mwijaku kuhusiana na vile vitu ambavyo Diamond amevizungumza katika interview yake pale Wasafi FM, akiwa anadai kwamba akiwa anailalamikia serikali kwamba haiwajengei wasanii arena, jambo ambalo linawavunja moyo kwa namna moja au nyingine, kwani ukiangalia nchi nyingine za jirani kama vile Burundi kule, ni kwamba wenyewe tayari serikali yao imeshawajengea arena kwa ajili ya kufanya shughuli kubwa
kubwa za kisanii katika ukumbi huo mkubwa kabisa wa kitaifa huko Burundi. Kwa hivyo basi Diamond alikuwa anatamani pia vile vile Tanzania kupatikana ukumbi kama huo, jambo ambalo likapelekea wakina Harmonize wakareact na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo basi hapa bwana, tuko na Abikubanga naye pia amekuja kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Diamond pale Wasafi. Lakini pia vile vile Mwijaku naye pia amekuja kuzungumza ya kwake kuhusiana na interview hiyo hiyo ambayo ameifanya Diamond pale Wasafi FM. So msikilize kwanza hapa Abikubanga. Mimi nimesikiliza interview ya Diamond ile aliyofanya juzi. Ni interview nzuri sana. Lakini kuna sehemu moja tu mimi ananipa maswali. Anasema serikali inatujali kipindi cha kampeni tu. Umeshanielewa bwana? Sasa mimi najiuliza, kuna serikali inofanya kampeni duniani? Mimi shida yangu ndio iko hapo, kuna serikali inayofanya kampeni duniani? Kwa sababu mimi najua kinachofanya kampeni, chama ndio kinafanya kampeni. Umeshanielewa? Sio serikali. Kwa kama serikali ndio inafanya kampeni, maana yake wapinzani wanashindana na wapinzani wanashindana na serikali. Haya bana, baadaye. So kwa upande wa Abikubanga amekuja kuzungumzia pointi ambayo ameizungumza Diamond ilikuwa haina mashiko, kwani alisema kwamba serikali inajali wasanii kipindi cha kampeni, lakini wasanii wakiwa na shida kama hizo za arena hawatekelezewi. So hicho ndicho alichokizungumza Abikubanga hapo, hiyo ndio ilikuwa pointi yake. Lakini pia Mwijaku naye pia amedai kwamba amekerwa, amechefukwa kweli na kile ambacho amekizungumza Diamond dhidi ya serikali. Nilikuwa nafuatilia interview ya Mwambino. Nimefuatilia, nimerudia mara mbili. Moja kati sehemu ambayo sikuipenda ni pale aliposema kuwa serikali haiwajali wasanii wa Bongo Flava. Eti wanawajali wasanii wa Bongo Flava kipindi cha kampeni. Usitengeneze chuki kwa serikali, usitengeneze chuki kwa wasanii wenzio. Ya huyo pia alikuwa ni Mwijaku kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Diamond. Anadai kwamba alichokifanya hapo ni kama vile anatengeneza chuki kati ya serikali na wasanii kwa ujumla, jambo ambalo yeye Mwijaku hajapendezwa nalo. Umeona bwana Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini mambo yanazidi kuwa mengi huko mtandaoni bwana. Kadri ya muda unavyozidi kwenda, tunaona kwamba comment zinakuwa ni nyingi, mambo mengi yanazidi kuzungumziwa kuhusiana na kile ambacho amekifanya Diamond au kuhusiana na kile ambacho amekisema Diamond pale Wasafi FM wakati anafanya interview siku ya jana. So at the end of the day, ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.